Ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Papa hapa ndipo unapata taarifa za ukweli. Kwa hivyo kila ambacho ninakuomba uweze kukifanya ni kusubscribe, uweze kuwasha kengele, ulike video. Hiyo ndiyo njia moja kuweza kujinyakulia nafasi ya kwanza kujipatia taarifa zetu. Watazamaji wangu, kuna taarifa ambazo zimetolewa na Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Na mimi nimeona kivyangu kwamba jeshi hili limepotoka. Limesahau majukumu yao, wameingilia siasa. Nyote mnajua kwamba mwezi huu wa 7 wananchi wameahidi kwamba wataandamana tarehe 7 Julai 77 ili kutaka Tundu Lissu aweze kuachiliwa, ili kutaka haki za wale ambao waliweza kuuawa mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi ziweze kupatikana. Polisi waliohusika kwenye mauaji wawajibishwe. Vile wananchi wanataka katiba mpya, kwa sababu serikali haitaki kamwe kuwasikiliza wananchi. Sasa wananchi wakaahidi kwamba wataandamana mwezi huu wa 777. Serikali hii ya Samia inaonekana kwamba imeweza kuogopa maandamano haya, kwa sababu ulimwengu mzima unawaangalia tena. Lakini kitu ambacho kimeweza kunishangaza ni hichi: JWTZ limetishia ama imetishia wananchi dhidi ya kuandamana. Yaani jeshi la polisi linatishia wananchi na jeshi la ulinzi la mwananchi wa Tanzania nalo linatishia wananchi. Serikali hii ambayo iliweza kuingia madarakani kwa kujiapisha ndani ya kambi ya jeshi nayo inatishia wananchi. Akina nani ambao wanaweza wakasikiliza wananchi? Kwa sababu taarifa ambazo nimeweza kufikishiwa kwenye kituo chetu cha habari zinaeleza hivi, naomba tuweze kuzisoma alafu tuzichanganue. Jeshi la Ulinzi la Mwananchi wa Tanzania, JWTZ, limesema kuwa litachukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu watakaojihusisha na vitendo vinavyohamasisha vurugu na uvunjifu wa amani. Sasa tangia lini Jeshi la Ulinzi la Mwananchi wa Tanzania likajihusisha na mambo ya usalama wa taifa wa ndani? Kazi yao ni kuchunga mipaka na kazi yao ni kulinda katiba iweze kufuatwa. Yeyote yule ambaye anakiuka katiba anapaswa kuchukuliwa hatua. Sasa katika taarifa yake kwa umma, JWTZ imesema kuwa ina jukumu la kulinda usalama wa nchi na wa wananchi kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na Sheria ya Ulinzi wa Taifa sura ya 192. Jeshi hilo limeeleza kuwa litaendelea kushirikiana na vyombo vya dola kukabiliana na matukio yoyote ya vurugu, ghasia na uvunjivu wa amani. Aidha, wananchi wamehimizwa kutoa taarifa kwa viongozi wa vijijini, mitaani na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu viashiria vya uchochezi ili kudumisha utulivu nchini. Jeshi pia limewahakikishia wananchi kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake kulinda mipaka, katiba na mamlaka ya nchi sambamba na kushirikiana na wananchi katika kuimarisha amani.
Sasa unaona hapo, mtazamaji wangu, wanajaribu kutueleza kwamba watalinda katiba. Ndugu wa Tanzania, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Naitwa Luteni Kanali Sylvester Morris Mangule, mkurugenzi wa habari na uhusiano wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ndugu wananchi, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawajulisha wananchi kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama nchini ni shwari. Hali hii imechangiwa na hali ya wananchi ya kulinda na kudumisha amani na moyo wao wa kizalendo katika kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Utulivu na amani uliopo nchini umewezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za ujenzi wa taifa. Pamoja na uwepo wa hali ya amani na utulivu, kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasioitakia mema nchi yetu, kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine: uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi za kila siku, na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yoyote. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa watakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, kwani ibara ya 147 kifungu kidogo cha pili kwenye mabano ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, hili jeshi la mwananchi JWTZ limesahau majukumu yao? Kwa sababu mimi ni mwanahabari, ninajua kazi ya jeshi la mwananchi Tanzania ni kulinda uhuru, mipaka na usalama wa taifa. Moja ni kulinda mipaka ya nchi dhidi ya vitisho vya nje. Sasa hivi vitisho ambavyo wanatolea wananchi ambao wanataka kuandamana ili haki ziweze kutendeka kwa wale ambao waliweza kuuawa, hiyo ndio kazi ya jeshi la JWTZ. Vilevile kazi nyingine ya JWTZ ni kutetea katiba na mamlaka halali ya serikali. Sasa hii serikali, mamlaka ambayo wako nayo si halali, hawana ridhaa ya wananchi. Pili, kipindi ambapo wanataka kuminya maandamano, huko si kulinda katiba, ni kukiuka katiba. Katiba inasema unaweza ukaandamana kipindi ambapo unaona kwamba kuna bahara ambapo serikali haifanyi bora. Lakini sasa ikifika mahali ambapo jeshi la mwananchi limesahau kazi yake, wanakuja kutisha wananchi, hapo nayo wanakosea. Vilevile kazi nyingine ya jeshi la mwananchi ni kushiriki katika operesheni za kulinda amani za kimataifa, kusaidia mamlaka za kiraia wakati wa majanga kama vile mafuriko, matetemeko ya ardhi na shughuli za uokoaji. Na mwisho, kushiriki katika mafunzo ya maandalizi ya kijeshi ili kuhakikisha utayari wa kulinda taifa. Sasa mimi naomba uweze kusikiliza hapa. Kwa kawaida JWTZ alihusiki na shughuli za kawaida za kulinda
ulinzi wa ndani au polisi, isipokuwa pale linapopewa mamlaka kwa mujibu wa sheria. Sasa ukiweza kuangalia, hakuna mahala ambapo jeshi la mwananchi ulinzi limeambiwa kwamba jihusishe na mambo ya usalama wa ndani. Pili, katiba vizuri inaeleza kwamba mwananchi anaweza kaandamana, awasilishe hoja zake kwa serikali, na kazi ya jeshi la ulinzi la mwananchi ni kuchunga katiba, kuhakikisha kwamba kama wananchi wanaandamana na katiba, au wanaandamana kulingana na jinsi ambavyo katiba inasema. Na kama serikali itataka kujilinda, ijilinde kufuatia katiba iliyopo. Lakini kipindi ambapo anaona jeshi la ulinzi la mwananchi linaanza kutisha wananchi, mpenzi mtazamaji, mimi ninaona kwamba hili jeshi la mwananchi limeacha kufanya kazi, sasa limegeuka kuwa jeshi la Samia, kwa sababu mambo ambayo wanayatoa ni mambo ya vitisho. Hili jeshi limeamua kutumika kama tawi la CCM. Sasa sijawahi ona ile jeshi letu la ulinzi la mwananchi likitoa tamko lolote kuhusu utekaji ambao hii serikali ya Samia imekuwa ikifanya. Viongozi wengi wamekuwa wakitekwa, wengine wameuawa. Sijawahi ona hili jeshi la mwananchi likiwa limetoa taarifa yoyote kuhusiana na utekaji ambao umekuwa ukifanywa, kitekelezwa na hii serikali ya Samia. Ndugu yetu Humphrey Polepole alitekwa, hajawahi patikana hadi wa leo. Jeshi la ulinzi la mwananchi limenyamaza. Halijawahi toa matamko yoyote kuhusiana na kutekwa kwake Humphrey Polepole. Kipindi ambapo wananchi wameweza kusema kwamba huu utawala wa kimabavu wa Samia umetosha, wacha watake serikali iachilie Humphrey Polepole, iachilie Tundu Lissu, iwajibishe polisi ambao walifanya unyama. Unapata kwamba polisi wanaanza kutoa matamko, ama unapata kwamba jeshi linaanza kutoa matamko ambao ni ya kuzushi. Sasa iwapo jeshi hili lingetoa matamko kama haya kipindi ndugu zetu wamekuwa wakitekwa, kipindi ambapo ndugu zetu waliuawa wengi sana, zaidi ya 10,000, hili jeshi la ulinzi la mwananchi tungewaona watu wa maana sana. Imefika mahali ambapo raia wanatawaliwa kwa mabavu na vitisho ili kulinda maslahi ya wachache. Kuna watu ambao waliingia madarakani ya kina Samia, kina Mwigulu Nchemba, kina Nchimbi, waliingia madarakani kinyume na katiba. Wamekuamilia pale, sijui kile kiti kiko na joto, hawataki kutoka pale, hawataki kufuata katiba. Sasa wameanza kututisha mpaka na jeshi. Sasa kitu kilioko katika taifa letu la Tanzania, hatuna jeshi la JWTZ, tuko na jeshi la Mungu peke yake. Sisi tunalindwa na Mungu. Sasa hivi vijeshi vya Samia vinafanyia kazi Samia na wala sio kumfanyia mwananchi kazi. Sasa hivi mahali ambapo mimi ninaona jeshi la ulinzi la mwananchi limegeuka kuwa polisi sasa hivi. Haya ndiyo yale mafunzo ambayo walipewa kwamba kazi yao ni kuchunga wananchi, kuchunga katiba na kulinda mipaka ya taifa letu. Inaonekana kwamba
Jeshi hili limejisahau kabisa, jinsi ambavyo Samia amejisahau. Na kama kuna wale ambao watakuja kuwekewa vikwazo na wengine kuchukuliwa ICC, mimi ninaona jeshi hili lazima liende pale, si ndio? Yaani imefika mahala ambapo jeshi linatumika kama tawi la CCM. Kazi kubwa ya jeshi, mtazamaji wangu, nilikusomea ni kulinda katiba, kuhakikisha kwamba katiba inatekelezwa. Sasa nataka nikuulize hivi mtazamaji wangu, kama hili jeshi ni la kulinda katiba, kuna mahala ambapo katiba imesema kwamba raia anaweza katolewa uhai? Kuna mahala ambapo katiba imesema kwamba serikali inaweza ikawateka wananchi wake? Kuna mahala? Hakuna. Mbona basi imefika mahala ambapo jeshi hili limesahau majukumu yao? Na kuna kitu ambacho unapaswa kukielewa. Serikali hii ya Samia imeogopa wananchi. Itakuwaje serikali ambayo iliweza kujiapisha kwa jeshi, kwenye kambi la jeshi, wanaogopa wananchi? Wananchi wenyewe hawana silaha, wananchi wenyewe hawana bunduki. Silaha ambayo wananchi wako nayo ni kusema kwamba tuingie barabarani tuandamane hadi pale ambapo serikali itakapowawajibisha wale polisi ambao walihusika kwenye mauaji mwaka uliopita. Serikali nzuri ni ile ya kuwasikiliza wananchi na wala sio kuwapuuza. Serikali nzuri ni ile ambayo inahakikisha kwamba wananchi wanalindwa na wala sio kuweza kudhulumiwa. Serikali nzuri ni ile ambayo inahakikisha kwamba wananchi kila ambacho wanataka kinafanywa. Sijui wazo lako ni lipi? Mwenyezi Mungu akubariki.